Tusomee neno la kwanza, Mwanzo 2:4 mpaka 9. Tusikize kwa makini hapo. Mwanzo 2:4 mpaka 9. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa nchi. Naendelea. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Inaendelea. Akawaambia watu wake, angalieni, poleni, imeruka. Taanza 4 tena. Mwanzo 2:4 mpaka 9. Samahani. Mwanzo 2:4 mpaka 9. Nitaanza. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Asante. Mzee wangu tusomee. Tuombee neno. Patieni maiki hapo. Atuombee neno. Funge macho. Amen. Asante Mungu Baba, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru ni kwa masaa haya mazuri ambayo Baba ni ya neno lako. Ulisema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate ila katika kila neno linalotoka katika kinywa chako Mungu. Hivyo Baba, ni neno lako hili, kwa sababu mwanzo ulikuwa neno, nawe ulikuwa ndiwe Mungu. Yote yalifanyika kwa ajili yako, naomba mapenzi yako yakafanyike katikati yetu, mfalme wa amani, kwa ajili ya neno lako. Baba, ni asante, ni kwa ajili ya mtumishi wako. Naomba Baba ukamtumie upendavyo, kwa sababu Bwana una kila kusudi kwa kila mmoja unayemweka sana. Naomba mfalme wa amani ukapate Baba kumnyunyizia mafuta mabichi, ukamtumie upendavyo, kwa sababu ndivyo ilivyokupendeza. Ninaomba Bwana ukamjaze ujasiri, mtie nguvu. Naomba Roho wako Mtakatifu akamtambulishe Kristo kwetu, ili Baba neno lako likajae kwa wingi ndani yetu. Tusio wasikivu tu wa neno, bali tukawa watendaji wa neno lako litakalokuja ni kwa ajili yetu. Na nasema Bwana, neno lako linakuja ili kututoa katika maangamizo yetu. Asante mfalme wa amani, kwa sababu mmtarisha vyema mtumishi wako ni kwa ajili yetu. Na si Baba, fungua masikio yetu, fungua mioyo yetu, ili Bwana neno lako linapokuja tukapate kulisikia, tukapate kulipokea, ili Bwana likatende kazi katika maisha yetu, na ili Bwana likakamilishe mapenzi yako. Asante, maana ndivyo utakavyotenda sawa sawa na mapenzi yako. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba pamoja na kuamini. Amen. Tupe makofi mazuri Mungu. Amen. Kichwa cha neno leo, mwanadamu ni tunu kwa Mungu, na ilikuwa ninamaanisha mwanadamu ni
kiumbe cha thamani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi mbele za Mungu tuwathamani mno. Mungu hatamani chochote kati ya vile alivyoviumba, alivyovitengeneza na mikono yake, lakini wewe mwanadamu, umuhimu ni lazima ujitambue ya kwamba wewe na Mungu wako anakuona ya kwamba mtu wa thamani kupita vyote. Haleluya, amen. Hasa Mkristo anayeitwa kwa jina lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuthamini, anakupenda na yuko tayari kukufanyia kila jambo zuri kwa maisha yako ya sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukikaa, hasa wewe mama, hasa wewe baba uliyeokoka, ni ufahamu ya kwamba Mungu anakupenda kila mahali unaendapo. Ukumbuka hilo ya kwamba Mungu anakupenda na yuko pale ulipo. Huwezi kupotea Mungu wewe. Huwezi kupotea, huwezi kwenda nje ya dira yake, kwa sababu yuko na watu wanashughulika juu ya. Ameweka sio askari, malaika. Kila mmoja kuna malaika wake hapa. Ana record. Haleluya. Amen. Ukifahamu hilo ya kwamba Mungu anakupenda na yuko pamoja nawe sasa hata milele, akuongoze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hili somo limefundishwa, hata nafikiri nituombe tuende. Mwalimu wa kwanza amefundisha vizuri. Haleluya. Amen. Neno la utangulizi likatuambia. Vijana wakanisema, haya ni mambo nao pia wakanihendaje? Wakanimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanadamu uliyeokoka, hapo unayesikia, utambua hilo ya kwamba Mungu anakuona wewe ni wa thamani machoni pake. Na hataki wewe uwe utapotea, ufanye mambo ambayo yeye ni chukizo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapa akaumbwa mwanadamu na akawekwa, alikuwa hakuna, aliumba vyote akaviacha hapo, lakini kukaonekana ya kwamba kuna mapungufu. Dunia bila mwanadamu si dunia, kwa sababu yeye mwanadamu Mungu alimuona ni wa thamani, ndio akamuumba na akamweka pale ardhini, ile ardhi aitunze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata vile vyote tukiendelea huko mbele, vile vyote vilivyoumbwa na Mungu, mwanadamu ndiye yeye alipatia majina. You are very important. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukimwita huyu Mungu Baba, mwite kwa nguvu, ukijua ya kwamba una baba yo. Amen. Mshawahi kuwasikia watoto wadogo wanaambia barobaro au mtu anamwambia, wewe unachezea wewe, nenda kusema na baba wewe na utakujaona hapa. Unaweka baba itania kabisa. Haleluya. Lakini ni babake. Anamtambua ya kwamba yeye babake ana nguvu za kupita watu wote. Amen. Ya baba yewe na mwaraze. Haleluya. Amen. Ukimchukulia huyu Mungu ya kwamba yuko na uwezo wa kutoa hayo matatizo yako yataenda. Amen. Yale shida unazopitia. Nimesema, mwalimu amesema hapa. Acha tuchukue muda mfupi. Tusome tena Kutoka 6:2 hadi 6:2 hadi 6.
Kutoka 6:2-6. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Tena nimelithibitisha agano langu nao la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke nchi ya mizigo ya Misri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wana wa Israeli hawa, wanadamu walioumbwa na Mungu. Akatafutiwa mwanadamu mahali pazuri kwa sababu alikuwa anapendwa na Mungu kupita vyote alivyoumba. Lakini pale mwanadamu akaasi. Na alipoasi huyu mwanadamu, wana wa Israeli wakawa wako Misri, wanateseka. Na vilio vyao siku moja vikamsikia Baba aliye juu mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi. Vilivyosikika, Mungu akafanya mipango, akagairi ndani ya moyo wake. Hapo angalia, nimekosa, akamsamehe mwanadamu. Aliposikia kilio chao, na yeye Mungu naye akahuzunika mno, kwa sababu ni watamani, akaenda akamwokoa pale. Haleluya, Amen. Akaenda akatolewa pale Misri. Hiyo historia mnaijua vizuri sana. Mimi nataka tu ni kuconnect uone vile Mungu anavyokupenda na vile anavyokushughulikia. Ni mahali pazuri tumewekwa, wakatenda dhambi pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wakaenda kule Misri, wakawa wako na shida, wakalia, wakaomba, kilio chao kikafika mbinguni, na Mungu akatuma mtumishi wake ili akawatoe kwa ile shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe umwana wa Israeli ni watoto kuna na wana usini, ili uzalewe viratu Mulungu ambavyo yuna uwezo mkubwa wa kukusaidia huyu. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli wakatolewa pale, wakatumwa, kilio kikafika, na Mungu akamtuma Musa na Haruni ili aende akawatoe wana wa Israeli. Alifanya hivyo kuthibitisha ya kwamba mwanadamu kwake yeye ni tunu, ni kitu muhimu kupita vyote. Ndio akamtuma mtumishi wake Musa, na akaenda na vile vituko ambavyo vilikuwa kule vikawekwa, lakini kwa sababu amesema ni Mungu, ni Jehova, mambo yakafanyika. Wakatoka wana wa Israeli mapigo 10. Farao alipigwa, hatimaye akawatoa. Alipowatoa, Mungu akawatia roho ngumu na akawafuata. Tusome Kutoka 14:11 mpaka 17. Nifuate, twende sote. Halafu mwisho utaona wewe umuhimu wako na utachagua. Utachagua baada ya mwisho ya neno hili au mahubiri haya, utachagua wewe mwenyewe kumfuata Mungu au kufuata waombezi au kufuata wale wengine. Itakuwa ni hiari yako. Lakini Mungu, ninakwambia, Mungu anakupenda na yuko tayari kukupigania. Tusome. Wakamwambia Musa,
Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomba wewe ujifananishe na hao wana wa Israeli ili tuone pamoja. Ulikuwa huko kule Misri ukiteseka, Mungu akakuona, akapendezwa nawe, akakuita na mkono wake, akaweka mkono wake wa nguvu, akakutoa kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na akakuleta hapa mahali pazuri ili Mungu aweze kukutengeneza, ili Mungu aweze kukutayarishia maisha yako yawe maisha mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anatuwazia mema. Mungu hatuwazii mabaya hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hapa wana wa Israeli wakaonyeshwa upendo ule wa Mungu, alivyo kwamba yeye alijidhihirisha ya kwamba yuko na nguvu za kutetea watu wake, na akaonyesha, akatengeneza njia mahali pasipo na njia. Wewe nawe hilo tatizo lako, usifanye hofu, usiwe na shaka, usiwe na shida. Ni mwanao pengine mambo yakoseka, ni mlumeo yuna vindo pengine ni umasiki. Uwe mtegemee Mungu na Mungu ndatengeneza njira. Atakala wewe mtegemeza na njira ala Israeli hatihokala na njira hata uwe nao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe nawe Mungu atakutengenezea njia. Ni watoto watasoma. Ni wewe utapata. Hata kwa kazi. Mtegemee Bwana tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu yuko na mipango. Zile shida unazoziona, taabu unazopitia ni za muda. Mwambie Bwana, gandamana na Mungu. Kwa vile aliwatengenezea njia wale, na wewe amekuita Mungu hapa mahali pazuri, mtumainie Bwana. Amen. Naye atanyosha mapito yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatupenda. Anatupenda. Haleluya. Amen. Nilipopata simu juzi kutoka kwa director wa Mashujaa, akanitia nguvu. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuachie hapa. Tuachie hapa. Amen. Tuende tena tuone vile Mungu anavyompenda mwanadamu. Niko pale nikuonyeshe ya kwamba Mungu anakupenda mno kupita vyote. Amen. Koka kada kusajomba. Amen. Kada gomba. Tegemea Mungu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Yeye anaona. Yeye yuko na nguvu. Vile aliwatengenezea njia wana wa Israeli, wewe hata atakutengenezea. Amen. Haleluya. Amen. Tusome Yohana 3:16-17. Yohana 3:16
hadi 17. Yohana 3:16-17. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Ndio. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, ndio, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anajidhihirisha kwa mwanadamu tena. Mwanadamu ni wa vituko, makosa ya hapa na pale, na sasa hapa imefika mpaka Mungu anakaa, anaamua kumleta mwanawe wa pekee aje afe pale msalabani, na alijua yale mateso atakayopitia. Hata Yesu mwenyewe pia alijua, lakini Yesu akakubali mateso yale kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu. Mtu akafa, Mungu akafa msalabani, akateseka, akadharauliwa, akatandikwa kwa makosa yako na yangu. Leo hii wewe, yale mapenzi aliyoyaonyesha Mungu kwako, unaenda kwa mfanyaji, unaenda kwa mganga, jerezini unako wazapa vitito jana navyo masegeno jana nako, na mtu alikufa pale msalabani. Wacha kufananishe mwanamke aliyepata bahati, nyota yake ling'ara na akaolewa mahali pazuri. Hata Biblia liko bibi ya Potifa akayatenda hayo, akamwacha mumewe yuko na kila kitu, anataka atembee na mkijakazi. Roho hiyo bado uko nayo. Uchawi bado uko nao. Vitabu vya nao anamanzio uwe na fihari nuchilea auwe. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani vile Mungu alivyokupenda na akakutoa kule Misri akakuleta hapa ili wewe uwe shahidi, watu akakutumie wewe, Mungu akutumie wewe ili wengine wakaone kweli kuna Mungu aishie. Amen. Ili wengine nao pia wafutike waje. Amen. Lakini wewe hutaki. Korokwe hupara kuna mwanamke mjini wewe fadho zipivie mama. Beli wewe ni mwokofu lakini shida ya katumbaku kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida ya tumbaku kadhalika. Wana kubala kwa mbele na za pako matani. Beli kalabi kwa kutumia toa kile na pesa tabadilika. Haya nenda kwenda huko. Besa na shimbira namba wenda kwa matano wenda hala tubako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo shida ni pepo na atashindwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ninaomba watu wa Mungu mjue ya kwamba Mungu anakupenda. Amen. Na vile Mungu anavyokupenda wewe, hizo shida ambazo uko nazo ukimwambia Bwana atasikia. Ikiwa nisikia vilio vya wana wa Israeli, leo tuache. Amen. Nafikiri kwa sababu. Nafikiri Mungu yuko na sababu. Amen. Tujitazame, tujiweke kwenye mizani na tujiangalie, je, mimi niko sawa kwa Mungu?
Je, haya ninayotenda, haya ninayowaza, haya ninayofikiri, je, yanampendeza Bwana? Na ikiwa hayampendezi, kutoka leo tuachane na halafu tuangalie matendo makuu Mungu atakayotutendea. Amen. Huyu ni Mungu anayeona, ni Mungu anayesikia, ni Mungu ambaye yuko tayari kutendea watu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni shahidi na gomilo gaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni shahidi na gulaga. Nikagombago. Ukala Mulungu na mpango mizo. Mulungu inahenda sadi atue, lakini sisi tabini na mipia, na shida. Siku ambambo benda gomba huko tu, utakuko pia na mbolo uwe, lakini gano maana mangu chine. Bata kisha gaga gano loha gome mini maji saidi. Webenda kono nero ni kadhalanga mwe. Usido kamba na kono, na tameme tena dhilo. Hallelujah. Amen. Tameme na milimi ziki kwenye mizani. Na nizipime. Nilipopata hili neno, nilipata hapa. Basi nyumbani nikatafuta yale maandiko. Hili neno, hii message itakuwa supported na maneno gani? Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu aongee na wewe. Naomba Mungu aongee na mimi. Aongee na roho yangu ili aitengeneze nisipotee. Amen. Nisipotee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akamleta mwanawe Yesu Kristo. Akafa pale msalabani. Makusudi ni nini? Makusudi wewe uokolewe. Wewe na mimi tuokolewe. Tukiondoka hapa, na yeye mwenyewe alisema, ninaenda kuandaa makao huko juu mbinguni, ili pale atakapokuwa yeye na wewe na mimi tuwe hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hazo ni hazo. Hayo Yesu. Ni hazo. Hapo ni hayo. Tawe vivi penzi kwenenda kwa sababu yakabuka dhambi kako iyo shida kale iyo bebi vikuriche iye muvulana akuriche iye musichana akuriche tamulungu asikwenda ni mazima wewe kwa sababu ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwili utawacha hapo upende ukatae. Mwili utawacha hapo upende ukatae. Utawacha hapo roho yako peke yako. Na tuliambiwa tuombee roho zetu kupita vyote tunavyoviombea. Roho yako ni muhimu. Mungu akikuona, Mungu akiniona ninatenda yasiyo ni mapenzi yake, Mungu anahuzunika. Roho wa Mungu anahuzunika. Utaendelea hivyo mpaka lini? Vitakuwa hivyo mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukumbuke ya kwamba Mungu anakuwazia mema na anakupenda wewe mwanadamu kupita vyote ambavyo unaviona hapo ulimwenguni. Na Mungu yuko na mipango mizuri. Wanangu, ngoja nirudi kwa nyinyi. Nyinyi Mungu anawapenda. Na Mungu yuko tayari kuwatengeneza maisha ya furaha. Mwanzo akupe mke aliyetengenezwa na Bwana, ubavu wako uone maisha hapo. Eliud, uone maisha hapo akiwa ni ubavu wako. Haya wewe sasiga mwanangu, tumpate ambao ni ubavu wa mtu aliyefaka. Hallelujah. Amen. Mungu yuko na mipango mizuri ya nyinyi watoto wangu. Muje mjinjoy. Yaani ukipata mchako inakupenza wewe. Tunafurahi. Mimi kumlola mchangu takumwamba bibi yangu nakupenda kwa sababu nilipatiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata akikosa
ni kumlala kwa baba. Wewe je kusamehe kwa sababu ni mlo? Nakubali. Amen. Haleluya. Amen. Wewe nawe ukivumilia, ukitengenezwa na Mungu, ukipatiwa na Mungu bavu wako, utautunza. Amen. Na maisha yataanza hapo kuwa marengo matamu na Mungu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anampenda mwanadamu. Amen. Tumalize na kitabu hiki kwa sababu hili neno lishahubiriwa tayari. Tumalize na kitabu cha mwisho. Nitoke mahali hapa. Wafalme wa Pili 8 Hebu tuangalie Wafalme wa Pili ine 8 mpaka 17. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo kutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile, akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, hamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuleta hapa, bado tuko hapa duniani, na amefanya mema, ametuokoa, ametuleta katika nyumba yake inaitwa kwa jina lake. Uwe kudire mwenye haha. Haleluya. Uwe kudire mwenye haha. Mimi nami sidire mwenye haha. Walehewa ni Mulungu na hujidabutana haha. Mulungu na mipango nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mtumishi wa Mulungu wongola Mungu asizaha. Kadire mwenye haha. Uwe nawe na mimi kahuzirenye haha. Kuna sababu bado ni Mulungu wewe haha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Unatafuta sababu hii. Angalia, Elisha akatolewa na akaenda kule, na kule kukawa kumetayarishwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke na mumewe, lakini hapo tunaambiwa ya kwamba ni mwanamke ndio aliingiwa na Roho wa Mungu, akatamani kumtengenezea kitu kizuri yule mtumishi wa Mungu.
kwa sababu alikuwa ni nani? Ni mtumishi wa Mungu. Na yeye ni mtumishi Jerry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu mahendo ambayo bwana nagatenda kukunyuma gende ni mazo na Mungu atimwamba nakuko. Kwa sababu huwa wewe nakuko nina sababu. Acha nategezerwa hatu hazo. Aliyotegezerwa hatu hazo ya kukala hapo na kuhubiri chini ya Yesu na kuhubiri neno la Mungu, ategezerwa hatu hazo chikali na kala. Amen. Mwanamke atimwambia Mulungu na galatu maneno kwa sababu gani ni gamulungu kagapingirwa na Mulungu. Na vile mape. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamtengenezea mtu wa Mungu mahali pazuri. Haleluya. Amen. Mtegesikira hayo maneno alikogekana baada ya kukala yule mwanamke na Mulungu amtengeneza rafira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wako na shida. Walikuwa hawana mtoto. Gehazi alipomwambia mtumishi wa Mungu Elisha, mtumishi wa Mungu akaomba, yule mama hata akacheka kama Sara vile alivyocheka. Sema mimi na mzee wangu huyu ndio upate maanafu vya yemanado mlai na hata mdumangu lazima yachikala ye mwanamke wala ni muhrimu wala ni mtumia sigago gana manywani ya Mulungu. Amen. Haleluya. Amen. Lakini neno hapa Biblia inatuambia yule mwanamke akacheka kwa sababu alijua ya kwamba haiwezekani wao kupata mtoto. Lakini Biblia imetuambia wazi bwanake alikuwa ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kisha pakapatikana mtoto. Kwa hivyo basi ni batizakana vazisaidiana. Haleluya. Amen. Elisha yudisaidia walipata hatuhazo hakulala ahende kazi ya Mulungu. Yule mwanamke anakaribisha mtumishi naye yudipata mana. Haya mjuze mwenye sasa. Hano kanisani wewe hewa uze msaidie. Haleluya. Ushajiuliza. Mimi Mungu alinileta hapa nije nifanye nini? Amen. Nije nimsaidie, niwe msaada kwa nani? Na mimi niwe msaada kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Siku za nyuma nikamwona mimi huyu mama simuoni tena. Nilimwona na katika roho nikaona kwa nini mama huyu afunge, mama mzee afunge, watu wanaomba afunge, anaomba. Na nikaona ni afadhali nimsaidie. Siku hizi simuoni tena. Tamtafuta. Nijue ni kwa nini haji tena kanisani. Lakini hapa tumeambiwa ya kwamba Elisha alipoenda kule alikuwa kuna mtu ametumwa juu yake. Nani? Yule mama ambaye alikuwa na shida ya mtoto. Na akamtengenezea. Lakini yale alikuwa hayamo. Huyu mama alikuwa hayamo, hayatengenezi kwa ajili ya apate mtoto. Alikuwa hayako kabisa hayo. Aliyatengeneza tu kwa roho yake safi kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Mcharia duniani, tunahitajiana. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitajiana fifu kwa Mungu na tunakaa kwa Mungu na Mungu kwa faratu msalabani na bibi yu tayari kukusaidia, kukulongoza ili ukaweze kushinda penenda zulumulunguni ukaisha pesa mazu. Zulumulunguni. Kwa maana gaba ndo bazoge. Haha duniani wewe Eden. Bali pazuri. Akatupigania mpaka tumefika hapa tulipo, tunaitwa wa Yesu. Haleluya. Nitung'ang'ane. Hello. Tung'ang'ane tutende mapenzi ya Bwana. Na mapenzi ya Bwana ni kumwona mwenzako msaidie. Mwone mwenzako una upungufu, saidia. Hiyo sababu hiyo ndio inaweza kukufanyia wewe Mungu akaondoa hizo shida zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunataka tunafanya chinji. Kila
nacho, unaweza kumsaidia. Utikana fundi unaweza kumshona kwa jogo. Mzio kamupa hebu mama umjimulana ye mama. Beachi za kanisani, beneso niyo. Achi za kanisani, nguo niyo. Dera niliro. Tauchenako nyumbani, dera niliro. Naona halo. Amen. Fanya jambo kwa huyo mama. Fanya jambo kwa huyo mama, kwa huyo kijana, kwa huyo mzee. Ngine baraka zako ndio ziko hapo. Haleluya. Na marigiza. Nilipokuwa niko na maombi Friday, neno la Bwana likanijia. Haleluya. Amen. Nikaona siku. Neno la Bwana likanijia. Na naomba Mungu anitumie. Amen. Naomba Mungu anitumie mimi. Utajiuliza wewe mwenyewe. Mimi naomba Mungu anitumie. Amen. Ili mapenzi ya mtumishi wake mimi peke yangu nikafanikisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anitumie. Mtumishi wa vijana ni hana. Na akasema mtu mmoja tu. Hayo maombi yamefika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi nikasema Mungu nisaidie, mimi mtu mmoja ninaweza. Niende Mombasa, chukue gari, nije kupatie fungu hapo. Bwana Yesu. Amen. Na hiyo ombi nitaenda kutumia. Amen. Mungu nipatie uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akinipatia uaminifu na akinisaidia gari ndio dhahabu. Unaona wewe unasema na nani? Na gari. Kwa sababu ni mtumishi. Vile Elia alivyotengenezewa, hata sisi nasi pia tunahitaji kumtengenezea. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Amen. Neno la Mungu hilo. Amen. Uko hapa duniani wewe bado hujaenda huko mbinguni. Hapa ni lazima tusaidiane. Kama lazima hapa tumfanye mwingine amwambie Mungu asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tana yale kukana jeri kuna Mungu umufasa kusababishe mwenzako aone Mungu kwa ajili yako. Amen. Na akisema kweli nimemwona Mungu, uwe na ukanda kulicha achia hiyo. Kada kulicha vivyo ulivyo. Na kubadilisha. Amen. Haleluya. Amen. Na yule mama alipatiwa hoja ya moyo wake baada ya kutenda jambo la Mungu. Baada ya kusimama na mtumishi wa Mungu akatendewa jambo. Amen. Simama na miguu yako. Haleluya. Amen. Nataka kuomba. Mimi nilikuja nikamwambia mchungaji nitakuletea gari. Nikawa niko na plots kule, nilikuwa nimeahidiwa plots kule zile za Makongeni kule.